Habari za hivi punde, mpenzi mtazamaji wa Dai TV, tumekuletea tukio la kufuturisha Waislamu lililotanguliwa na ratiba fupi iliyotolewa na waongozaji wa tukio hili. Jumuiya ya wanataaluma wa Kiislamu Tanzania, kwa kifupi TAMPRO, wameeleza malengo makubwa waliyoyalenga katika kuandaa tukio hili. Wamesema kuwa kwanza ilikuwa ni kuwaunganisha Waislamu wasomi na kuwaweka pamoja, na pili ni kupata mawaidha ya kuimarisha nyoyo za waumini, na tatu wameeleza kuwa ni kujumuika katika iftari ya pamoja na kuongeza kufahamiana miongoni mwa wanataaluma wa Kiislamu, na nne wakaeleza kuwa ni kuongeza wanachama katika jumuiya hiyo ya TAMPRO. Waongozaji wa tukio hili si wengine, alikuwa ni brother Haji Mrisho Rubibi, amiri wa TAMPRO, na alikuwa pia brother Mrisho Mbwembwe, mkurugenzi mtendaji wa TAMPRO, na Imam Suleimani Abdallah, amiri wa dawa TAMPRO, bila ya kumsahau MC ambaye si mwingine ni brother Juma Mchia. Na katika mpangilio wa kuratibu tukio hili aliandaliwa mtoa mada ambaye alipewa nafasi pana ya kueleza mambo muhimu aliyoyaleta kama zawadi kwa Waislamu waliojumuika kufuturu pamoja. Mtoa mada alikuwa si mwingine bali ni Sheikh Ibrahim Ghulam, mkurugenzi mtendaji wa Hayati Ulama, ambaye alikuja kwa title ya mada ya katikati ya njia. Mpenzi mtazamaji, tazama tukio zima kufaidika zaidi. Ungana nasi Dai TV, msitu wa maarifa. Maneno ya kibinadamu inatosha kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala angesema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad inna Allaha khabirun bima ta'maluna. Mcheni Mwenyezi Mungu na angalie kila mmoja aliyotanguliza kwa ajili ya kesho, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi mno kwa yale mnayofanya mnayofanya. Lakini aya haikuja hivyo, ikaja tena ittaqullaha alafu wattaqullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wattaqullaha ya pili mkazo wake upo hapa ya kesho. Sasa huko kuangalia mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mimi kama mimi naweza nikafika mahala nikasema kwamba ninavyofanya hapa ninakwenda vizuri tu, naweza nikasema hivyo. Mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kweli unakwenda vizuri? Mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha. Mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika huko kujiangalia. Kwa sababu gani? Inna Allaha khabir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni fa'il, ni katika watu wa lugha ni arudhana tafdhil. Inna Allaha khabir bima ta'malun, ni mjuzi mno wa yale mnayofanya. Kwa hiyo utakapokuja kusema kwamba mimi niko vizuri, kumbe huko vizuri, Allah anajua, na wewe mwenyewe vile vile unajua. Bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu yeye mwenyewe anajua. Wewe unajua kwamba hili kweli mimi nilifanya nikimkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, kweli nilifanya kwa ikhlasi, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala anajua zaidi. Sasa mje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ujitathmini, lakini mje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwenye huko kujitathmini, ikiwa tupo katikati ya njia kumaliza Ramadhani ambayo inaonesha muujiza ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaishi nayo. Kila mmoja wetu ni muda mfupi tu alikuwa anaziona siku 30, 29 ni nyingi sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atabiaje? Ayyam ma'dudat, siku zinahesabika. Ghafla moja sasa hivi hatuzungumzii tena Ramadhani kwa moja, kwa kiasi kubwa tunazungumzia kumalizika Ramadhani. Watu sasa hivi majumbani huko tunashughulika tayari. Mimi nishapambana nishamwambia mke wangu bwana, hizi 30,000 hizi mtafutie mtoto nguo ya sikukuu hii, tutafanya hivi. Hii sasa hivi tunachozungumza kwa kiasi kikubwa tunazungumzia sikukuu. Sasa ikiwa hapa tunakwenda hivyo, tujielewe kwamba tupo katikati ya nini? Katikati ya njia. Muda uliobakia tunatakikana tufike kwenye nini? Kwenye ucha Mungu. Na katika hadithi
ambayo baadhi wanazuoni wamefikisha katika daraja kwamba ni hasan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika akasema, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, mtu ambaye ni mjanja mwerevu. Mjanja sio yule aliyewakuruga watu akapata analolitaka. Huu ni ujanja wa Dar es Salaam huo. Ujanja wa Dar es Salaam anaweza mtu akaja akishapata analotaka anaondoka anakwenda. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam atutajia mjanja, asema al-kayyis, mjanja hasa man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, ni yule ambaye aliyeinyongesha, aliyedhalilisha nafsi yake, akaihesabu nafsi yake na akafanya yatakayomfaa baada ya kufa kwake. Ikiwa wewe unawaza, ikiwa wewe unafikiria, ikiwa wewe unatoa bidii, unafanya juhudi ya kufanya ambayo yatakayokufaa siku ya Kiyama, basi wewe ni mjanja. Ni mjanja. Wala mjanja sio yule ambaye amefanya mpango na nini akapata hati ya nyumba akaiuza ya mayatima. Sio mjanja huyo. Huyo sio mjanja. Inna alladhina yakuluna amwala al-yatama inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Si huyo anasema kwamba amefanya ujanja akapiga. Sio ujanja huo. Mjanja ni huyu ambaye yeye anahakikisha kwamba nafsi yake anaishinda. Kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dasaha. Amefaulu ambaye atakayeitakasa nafsi. Nafsi inahitaji kushughulikiwa kisawa sawa. Huyu ni adui mkubwa nafsi. Sasa ikifika mahala ambapo kwamba wewe utaweza kuifanya nafsi yako ikukubalie, sio wewe uikubalie. Ukikubalia nafsi itakupeleka kule amara tubisu. Sasa unatakana ushikilie zimamu, usikilie kamba ile ya kuiongoza nafsi, na wala nafsi isikuongoze. Allah subhanahu wa ta'ala asema, araita man ittakhadha ilahahu hawa. Hivi umemuona yule ambaye ameyafanya matamanio ya nafsi yake kwamba ndio Mungu wake? Vipi matamanio ya Mungu? Anayasujudia? Hapana, hayasujudii. Lakini naam, anayasujudia. Kuyasujudia vipi? Ni kwamba kile anachotaka anafanya, anakifanya. Yuko. So, alhamdulillah. Lakini huko mtaani tuna akina mama huko, akina mama hivi sasa, na hii nini Ramadhani hii, tayari kuna watu tayari wameshaweka oda ya nywele. Leo hii nywele zinanunuliwa madukani, sio mawigi, sio vitu gani, tayari nguo ile ambayo kwamba itakwenda kuonyesha mwili wake ndio ambaye ashafanya nini, ashaiandaa kwa ajili ya nini, kwa ajili ya Idi. Nini kinachomsukuma haya? Matamanio nini? Matamanio ya nafsi. Si kingine. Nafsi inamlenga huku basi hivi. Na sisi huku na sikukuu hii tayari tuashapiga mitego chungu mzima ya kuhakikisha bomo hili linafanikiwa, apate kwa njia ya halali, tuapate hata kwa haramu. Wewe sio mjanja. Wewe sio mjanja. Ingawa unajiona kwamba ni mjanja. Lakini al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Wal ajiz, na mtu mzembe man atba nafsahu hawa, ni yule ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake, anatba nafsahu hawa wa tamanna ala Allah, halafu eti atamani kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuingize peponi. Wewe unatii matamanio ya nafsi zako, halafu wewe unamtaka Mungu ukifika tu Firdausil Aala. Huyu nini? Ni uzembe. Ikiwa ni mjanja, fanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa matendo yako akushushia rehema zake, ukapate nini? Firdausil Aala. Amekuja bwana mmoja
wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, omba. Akasema, uhibbu murafaqatuka fil janna, mimi napenda niwe pamoja na wewe peponi. Akamuuliza Mtume, una lingine? Kasisitiza hilo hilo. Una lingine? Kasisitiza hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, a'inni bikathrati sujud. Sasa ikiwa ni hilo unalotaka, nawe sasa nisaidie mimi nafanya ninayofanya ili tuwe pamoja, lakini na wewe nisaidie kwa kusali sana. Zidisha kusali sana, fanya bidii katika sala ili tuwe pamoja katika nini? Katika pepo. Kwa hiyo tunahitaji kubwa kabisa kwamba tujihesabu kuhusiana na hii ibada na haya matendo tunayofanya ndani ya nini? Ndani ya mwezi wa Ramadhani na miezi mingine, lakini sasa hivi tutazungumzia zaidi kwenye nini? Kwenye Ramadhani. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akisema kwamba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, anzeni kuzihesabu nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Anza kuhesabu nafsi zako kabla hujafanya nini? Hujahesabiwa. Kwenye elimu ya muhasaba kuna kina Imamu Ghazali wanakwambia kwamba unatakikana wewe namna ya kujihesabu, ujihesabu kama mtu mfanyabiashara anavyofanya mahesabu yeye na mshirika mwenzake, kama anavyofanya mahesabu na nani? Na mshirika mwenzake. Maana mahesabu yanakuwa makali zaidi unapokuwa unafanya biashara pamoja na nani? Na mtu mwingine, kuliko unapokuwa wewe mwenyewe peke yako. Leo hii zikiwa ni milioni 3, unajiuliza kesho kwa nini hazikuwa milioni 4? Bila shaka mwenzangu ameshafanya nini? Ameshanidhulumu, amenisaidia visivyo. Sasa wewe katika maisha yako ya muhasaba unatakiwa kwamba namna hii, na ukielewa kwamba rasilimali yako ni zile faraid na faida yako ni sunan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba ma taqarraba al-abd, katika hadithi al-Qudusi amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ma taqarraba al-abd bi shay'in uhibbuhu mimma aftaradtu alayhi, hajajikurubisha mja kwangu mimi kwa kitu ambacho nakipenda zaidi kuliko kile nilichomfaradhishia. Wewe ukitaka kujikurubisha kwa jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analipenda zaidi, tekeleza alilokufaradhishia. Amekufaradhishia nini? Amekufaradhishia sala, itekeleze ipasavyo sala. Amekufaradhishia zaka, tekeleze ipasavyo zaka. Amekufaradhishia funga, tekeleze ipasavyo funga. Amekufaradhishia hija, tekeleze ipasavyo hija. Amekufaradhishia birrul walidain, watendea wema wazazi, tekeleze ipasavyo. Kuwatendea wema majirani, tekeleze ipasavyo. Haya yote aliyokufaradhishia tekeleze ipasavyo. Haya ndio ya mwanzo ya kujikurubisha. Na ndio baadhi ya wakati huwa baadhi ya wazee wetu wa tarika huwa kina wanaume, tunaambia wewe bwana, umefanya wewe umemtaja Allah subhanahu wa ta'ala usiku kucha, halafu unakuja kupoteza sala ya alfajiri, bado utakuwa hujatenda kweli hapa, bado hujafanya haki. Hizi faradhi ndio za mwanzo. Faradhi ndio za mwanzo. Halafu nyongeza hizo ni kutafuta ziada. Na ndio maana baada ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala yazalu al-'abd yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Na mja ataendelea kujikurubisha kwangu kwa sunna mpaka nimpende. Mpaka nimpende. Tukumbuke hadithi hii imeanza kwamba man aada li waliya faqad aadhantuhu bil harb,
wewe ukitaka katika huu ulimwengu kuna changamoto za watu, utakuwa una maadui, lakini ukitaka jeshi madhubuti, walinzi madhubuti, basi jiweke vizuri kwenye faradhi za Allah, jiweke vizuri kwenye sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, utapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukishapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe kaa usema kwamba mutmainul bali, wewe kaa starehe kabisa, kwa sababu atakaye jaribu kukuudhi wewe anapambana na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakad adamtu bil harb. Kuna baadhi ya watu namkuta kabisa mtu anazungumza barabarani nini, kumbe mtu huyu kaenda kumfanyia mtu adui, ujeuri, fedhuli, dhulma, mtu ambaye ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anajiuliza tu, anasema nimerogwa. Kuna mwingine kila kazi anayoifanya haiendi, kila mshahara anaopata anasema sijui naufanyia nini, anajiuliza nini, anakwenda kutizamia, wala hakuna anachokiona. Kumbe kafanya tatizo moja, kaja kumfanyia uadui nani? Kipenzi cha Allah. Wa man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Kwa hiyo swala la sunna ni nyongeza ambazo zinakukurubisha zaidi kwa nani? Kwa Allah. Kila kwanza kabisa ni nini? Ni hili la nini? Ni hili la kumkurubisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika ibada zote za faradhi na za sunan, ibada ya funga Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameipa hadhi maalum, ameipa hadhi maalum kulingana na unyeti wake. Akafika mahala Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika hadithi al-Qudusi, kullu amal min adam lahu, kila tendo analolifanya mja ni la kwake yeye, la kwake, illa siyam, isipokuwa funga, fa innahu li wa ana ajzi, funga ni yangu mimi na mimi najua namna nitakavyomlipa mja wangu. Malipo ya funga hakuna malaika wa kuyaandika, hakuna nini? Malaika wa kuyaandika. Haya ni ya Allah anajua subhanahu wa ta'ala. Mara moja nilikuwa nawaambia, nazungumza na ndugu zangu, nikawaambia, mnaonaje mheshimiwa, ni wanamuita Bilqis wa Tanzania, Mama Samia akateua wakurugenzi kadhaa, akasema mkurugenzi fulani amteua na mshahara wake umeainishwa milioni 2, fulani milioni 2.5, fulani milioni 3, fulani milioni 4. Alafu Sheikh Ghulam hapa kasema, Sheikh Ghulam wewe na kuteua utakuwa pale Magogoni, mshahara wako mimi najua nitafanya nini, nitakulipa. Halafu sasa kuna ajabu lingine, Mtume akatueleza kwamba mfungaji ana furaha hizi mbili, tutakuja kulizungumza, lakini furaha ya pili ni siku mtu atakayokutana na Mola wake. Sasa wewe mshahara wako utalipwa na siku ya kulipwa utafurahi. Shekhe, nani atatamani kazi ya mwenziwe? Wale walioinishiwa mshahara wao au mimi niliambiwa nitalipwa na nitafurahi? Nani atatamani kazi ya mwenziwe? Bila shaka wale wote wameshatajwa mshahara watamani kwamba ile nafasi ingekuwa nini? Ingekuwa ya kwangu mimi, ingekuwa ni ya kwao wao. Sasa funga imewekwa hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema kwamba matendo yote ameshaainisha kwamba mtu atalipwa mara 10 mpaka 700 mpaka kusipokuwa na mahesabu, lakini funga ni yangu mimi na mimi najua nitafanya, nitalipa, na siku mlipaji atakapolipwa atafurahi. Ni ibada ndugu zangu kwa kweli ya kuitolea juhudi ili ikae sawa sawa. Hizi vitu hivi
Hivi vitu hivi visije vikatupita, hizi fadhila hizi zisije zikatupita mashekhe. Kwa hiyo tunatakana kwamba tufanye kila la kufanya, lakini tuhakikishe kwamba tunaitengeneza vizuri funga yetu ili iwe ni yenye kufanya nini, ni yenye kukubaliwa. Nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, lisaim farahatan, mfungaji ana furaha mbili, anazifurahia. Akataja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, farahatan inda fitrihi, furaha ya mwanzo moja ni wakati wa kufungua kwake, na kufungua huku kuna aina mbili. Kila siku unayofungua na utakapokamilisha siku ya Idi ni siku za nini? Siku za furaha. Ndio hii unaangalia pale kipindi kile, unaangalia saa ngapi na dakika 35, unaona kila dakika furaha inafanya nini? Inaongezeka. Na Allahu Akbar, Allahu Akbar. Unapochukua koko ya tende unaona moyo kabisa wote unafanya nini? Unasikia raha kabisa, ni furaha. Lakini baada ya kumalizika kuna Idi, ni nini? Ni furaha. Lakini furaha nyingine ni siku utakayokutana na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Siku kutana na Mola wako, ibada hii Allah Subhanahu wa Ta'ala kwambia utafurahi. Inapaswa kwamba tufanye bidii na kujitathmini ili tuelewe kwamba hivi tulivyofunga hii funga hii ni funga ambayo tukiiwasilisha kwa Allah, Allah atafurahi ili na sisi akatufurahishe. Imam Ghazali rahmatullahi alayhi anatuambia funga hizi sote tunafunga na Muislamu, lakini funga hizi anasema ziko katika daraja kuu tatu. Daraja ngapi? Tatu. Anasema kuna funga aliita kwamba saumul umum. Hii ni funga ya kila mtu. Funga ya nini? Kila mtu. Kila mtu anafanya nini? Kila mtu anafunga. Kila anayefunga anafunga. Sasa halafu akasema kwamba kuna funga nyingine anaita kwamba saumul khusus. Hii ni funga hasa. Sasa halafu akasema kuna funga nyingine akaita kwamba saumul khusus. Kuna funga hasa. Kuna funga hasa, lakini kuna funga hasa. Akifafanua anasema kwamba funga ile ya kijumla anayofunga kila mtu, asema huwa kafful batn wal farj an qada'i shahawat. Funga jumla hii ni ile funga ya kujizuilia mtu kula matamanio ya mdomo na matamanio ya viungo vya uzazi. Hii ndio nini? Funga ya kila mtu. Na wakisema waliotangulia kwamba hakuna funga rahisi kama funga hii. Hakuna funga iliyo rahisi kama funga ya kujizuilia kula na kufanya na kunywa na mahusiano ya mke na mume. Ndio funga rahisi kabisa. Halafu anasema kwamba kuna funga nyingine saumul khusus, naye anatuambia kwamba ni ile funga ambayo pamoja na kuzuia viungo hivi vya kula na kunywa na viungo vya mahusiano, viungo vya uzazi hivi, lakini ukavizuia na viungo vingine vyote na madhambi. Hiyo ndio saumu al-khusus. Kwa maana ya kwamba sio tu kwamba unazuia mdomo, lakini unauzuia mdomo na kula, lakini uzuie mdomo na kusengenya na kuteta na kusema uongo na kila ambalo ni na kutukana. Na ndio maana nifika mahala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni mru sa'im.
Ikifika mahala akafika kwamba wewe hujasema lolote baya, hujatenda lolote baya, lakini katokea fedhuli tu. Ulimwengu tuliokuwa nao huu, wewe unaweza ukaa huteti na mtu, hugombani na mtu, anatoka mtu huko anakuja na kutukana bila sababu yoyote. Kikawaida mtu ambaye amekuja kukutukana unayo haki ya kumrejeshea tusi kwa kiwango kile. Mtu ambaye amekupiga kofi unayo haki ya kumrejeshea kofi kwa kiasi kile. Lakini mtu ambaye anaitafuta uchamungu hayuko huko. Mtu ambaye anatafuta uchamungu hashibishi matamanio, kwa sababu kumrudishia kofi kumrudishia tusi ni kushibisha tu matamanio. Hakuna lingine. Nini mnachokipata baada ya kakutukana na wewe ukamtukana? Umepata kitu gani? Umejipa kazi tu ya kutumia mdomo wako, sauti yako kufanya nini? Kutoa tusi. Ndio kazi unayojipa. Hakuna faida yoyote uliyopata. Ni kushibisha tu nini? Ni kushibisha matamanio. Na katika hadithi al-Qudusi mtu Allah subhanahu wa ta'ala asema yada taamahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli. Huyu mfungaji huwa anaacha chakula chake, anaacha kinywaji chake, anaacha matamanio yake yote kwa ajili yangu. Fasaumu li wa la ajzi, funga ni yangu mimi na mimi najua namna nitakavyomlipa. Ndio maana baadhi ya wanazuoni wanasema kwamba inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika huwa wana Allah subhanahu wa ta'ala wanalipa wale wafungaji. Sabiruna hapa anasema baadhi ya mufassiruna kwamba ni wafungaji, kwa sababu funga mwezi wa Ramadhani umeitwa kwamba shahru sabr, mwezi wa kusubiri. Sasa inatakikana kabisa kwamba somo la khusus uifanye kwamba si tu uzuie nini? Uzuie mdomo na kula na kunywa, na uzuie kila ambalo linaloweza kufanya nini? Kuleta athari linalotoka katika mdomo. Uzuie sikio na kusikiliza kisichostahiki kusikilizwa. Uzuie macho kuangalia pasipostahiki kuangaliwa. Tuangalie leo hii tunaangalia mangapi? Na huyu mheshimiwa huyu ana tabu zake huyu. TikTok, YouTube, Instagram and so on. Ana vituko vingi kweli kweli huyu. Anaweza akakuchukua wewe, angalia. Unaangalia, nataka kuangalia. Na sisi tunasema kwamba huwezi kukemea munkari mpaka munkari wenyewe ufanye nini? Utaujuaje? Nenda TikTok. Ndio fanye. Anakuchukua kidogo kidogo kukupeleka huko. Utafika mahala utaangalia yasiyostahili kufanya nini? Yasiyostahili kuangaliwa. Utasikiliza yasiyostahili kusikilizwa. Utayaendea yasiyostahili kuendewa. Sasa somo khususi haya yote hana haya, anajizuilia nayo. Na akasema kwamba ama saumu khusus fa saumu alqalb an himam ad-daliya. Saumu hasa hii ni kufunga moyo na matakwa duni. Mtu anayefuata vitu duni ni mtu duni. Safasi fil umur hapo fika mahala kwamba moyo wako haupo uko mbali kabisa, unaangalia mbali. Lakini si hivyo tu, uzuie vile moyo wako na fikra za kidunia. Fikra za kidunia vipi? Sasa tusie tukanani kwa kwamba fikra za kidunia. Fikra ya kidunia kwamba ikawa wewe unafikiria mambo kwa ajili ya maslahi ya kidunia.
Usije moyo utakao utoe huko. Funga hiyo inatakiwa kwamba ikutoe huko, kwamba hata unapofanya lile ambalo kikawaida linaonekana ni la kidunia, lakini lengo lake ni kulifanya kwamba litumikie nini? Tumikie akhera. Kuna mtu anaweza akawepo sehemu ya kazi, anafanya kazi. Anafanya nini? Anafanya kazi. Kazi ile anayoifanya anapata mshahara, tunasema ni ya kidunia, lakini wazo lake kwamba anasema kwamba hapa vipi mimi nitaweza kusaidia akhera. Tuelewana machetu, kwamba upo unafanya kazi hili jambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ad-dunya mazra'atu al-akhirah, dunia ni shamba kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya akhera, kwa ajili ya akhera. Na sehemu yote iliyokuwepo unao uwezo wa kubadilisha eneo hilo ukalifanya kwamba litumikie akhera. Ifahamu neno akhera. Nazungumza na wasomi sasa, sitaki nitumie maneno mengine, nataka utumie neno nini? Akhera. Tulifahamu neno akhera. Sawa? Neno nini? Akhera. Neno akhera lipige mstari. Tulikuwa na profesa mmoja Misri, wakati tunasoma, alitusimulia kisa kimoja. Ambia wakati yupo chuo kikuu Alexandria, kulikuwa na profesa mmoja Mkipti. Profesa Mkipti. Huyu profesa Mkipti, Wakipti ni dhehebu moja la Kikristo. Lipo wapi? Lipo Misri. Nafikiri nimebakia nchi hiyo tu ya Misri. Sasa wanaitwa nini? Wakipti. Sasa yule profesa anasomesha chuo kikuu somo la physics. Lakini katika kusomesha kwake somo la physics, hawezi yeye akasomesha kipindi akaanza mpaka akamaliza kutoka bila ya kunukuu kunukuu Biblia. Atatafuta mnasaba wote yule, lakini anukuu nini? Biblia. Analo wazo ambalo anataka kufanya nini? Ana malengo. Sasa wewe ina physics, mpaka wewe kwamba kila kipindi uhakikishe kwamba ndani yake unapata fursa ya kufanya nini? Ana malengo. Maadamu una malengo, utapata nafasi ya kufanya nini? Nafasi ya kuingiza, kufikisha ujumbe wako. Sasa somo khusus ni ile ambayo inafika mahala inakuzuia wewe na fikra za nini? Fikra za kidunia. Fikra zako mahali popote, hata kama upo katika dunia jambo Kwa hiyo nachokifanya hiki pamoja na kumkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini niweze kupata kuoa binti wa nini? Wa fulani. Ikiwa kwamba unaliingiza hilo, basi Allah anakuachia hilo huko. Na ndio maana kasa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Hii Imam Ghazali akasema kwamba ndio nini? Ndio funga khusus. Kwa hiyo sasa tukiwa sisi tupo katikati ya njia, tumebakiwa na hivyo. Je, funga yetu tunayokusudia ni ipi? Tunakusudia tupate hii funga ya kila mtu ambayo ni kujizuilia tunakula na kunywa. Mapungufu ni makubwa mno. Na hatukwambii baada ya hapo ukalipe. Ulipi.
Lakini je, ni funga itakayokufikisha kwamba upate furaha siku utakayokutana na Mola wako? Je, tutatosheka na funga khusus ambayo pamoja na kujizuilia kula na kunywa tumejizuilia na mambo haya mengine, au tunapambana funga yetu iweze kufika katika hatua ya juu kabisa? Kufika huko ni taufiki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tujue tu kwamba tupo katikati ya tupo katikati ya nini? Katikati ya njia, na basi sehemu iliyobaki ni ndogo sana. Kwa hiyo tuhakikishe tunafanya kila bidii na jitihada na mbinu za kutuweza kwamba tutakapokamilisha safari yetu iwe tumefika kwenye nini? Kwenye lengo letu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufanyie wepesi katika kila hatua tunakwenda. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nimkaribishe Imam Suleiman atabaru kwa dakika 5. Karibisha. Akiongea mwalimu kisha mwanafunzi si niongee nini? Naweza kusema tu kama una support kile alicho kisema. Huyu ni doctor PhD. Sisi ni wanafunzi wa kwenye busati au kwenye jambi. Lakini mimi ni Sheikh niruhusu niongee. Asa. Sisi wanafunzi haturuhusi kuongea mpaka mwalimu ongea, akikupa mtu basi tuongea. Mengi amezungumza Dr. Ibrahim Ghulam katika vitu ambavyo nimevinukuu ni tathmini ya funga zetu tukiwa katikati ya njia. Lengo tuko katikati ya mwezi wa Ramadhani. Tathmini zetu tunapotokea na tunapoelekea, tukielewa kwamba Ramadhani ni mwezi wenye fursa nyingi. Waislamu, una fursa, una ofa ambazo hazipatikani zaidi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani yenyewe ukifunga unakutiwa madhambi yote kama ulizaliwa jana. Ramadhani gani hiyo? Sheikh amezungumza kuna funga za aina 3. Si ndio Sheikh Ibrahim? Kuna umum, kuna khusus na khusus. Sheikh akatilia mkazo ni hii khusus ndio ambayo inatakiwa. Mbali ya kujizuia kula na kunywa na yale yenye kufutarisha, lakini kujizuia ndimi zetu, mikono yetu na viungo vyetu vyote na yale yaliyoharamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapo man sama Ramadhana, mwisho hadithi nasani ghufira lahu ma taqaddama. Sema umejizuia kula na kunywa, wewe mambo yote ya upuuzi ni ya kwako wewe. Unatamka haramu wewe, unasikiliza haramu ni wewe, unasema uongo, unasengenya, unaiba, yote unatarajia kwamba utapotea madhambi. Akasema shehe kwamba mwanzo tathmini. Je, leo hii mimi Ramadhani ikimalizika nikafariki, je, nitakuwa nimepotea madhambi yangu yote? Sote hapa tumesoma shule na vyo. Kabla ya mtihani mtu anajitathmini, je, mtihani nitaweza? Na baada ya mtihani anakuwa na matumaini, ima nitapata A au B. Si ndio jamani? Si ndio? Kwa funga zetu hizi tukiwa katikati ya njia. Tathmini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kwa kauli ambayo Sheikh amesema ni ya Sayyidina Umar bin Khattab. Tuzihesabu nafsi zetu kabla ya kuhesabiwa yaumul qiyama. Je, funga hii tulizonazo tunazofunga, tuna uwezo wa kumkabili Mwenyezi Mungu? Lakini
Niwape mfano nini? Tunasema Ramadhani ni fursa, ina fursa. Ukifunga unafutiwa madhambi yote, lakini akasema sawa sana katika hadithi nyingine, man qama tarawih, man qama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mwenye kusimama mwezi mzima Ramadhan anafanya nini? Anafutiwa madhambi. Subhanallah, ushafutiwa madhambi, kisha inakuja kwa nyingine, ukisimama pia Ramadhani unafutiwa madhambi. Yes, tunaswali tarawih mwezi mzima. Okay, ya tatu akasema Mtume sallam, man qama lailatal qadri imana saba, mwenye kusimama usiku gani? Usiku mmoja tu wa Lailatul Qadr ambao umefichwa na Allah, anaye anafutiwa madhambi yake. Tukiwa katikati ya njia, je, nani kati yetu ameshaswali tarawih kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Nimekuwa nimeachia. Sawa jamani, nani amefunga Ramadhani ile aliyosema Dr. Ibrahim? Nani ambaye ameshasimama Ramadhani ni tarawih mwanzo mpaka leo hii? Nani ametiania kwamba 10 la mwisho atashiriki kufanya hivi? Sheikh wanatuambia mashehe kwamba sallallahu alaihi wasallam amefunga Ramadhani miaka 8. Naomba uniangalie mimi. Sallallahu alaihi wasallam amefunga Ramadhani miaka mingapi? Na hakuacha kufanya ibada itikafu kutafuta ile ofa ya tatu ya madhambi. Kwa hivyo mimi nihitimishe uzihesabu nafsi zetu tukiwa katikati ya njia. Je, tutafutiwa madhambi kwa funga zetu hizi na visimamo vyetu hivi? Tumuombe Mwenyezi Mungu atuhakikishe Ramadhani iwe kama ya khususi, tuchukue fursa ya qiyamul layl, na 10 la mwisho tukiwa katikati ya mwisho ya njia tukienia kufanya ibada ya itikafu ili kutafuta usiku wenye cheo kikubwa. Wassalamu alaikum. Shukrani kwa wote mliohudhuria ndugu zangu, lakini pia tunatoa shukrani za dhati kabisa kwa mwenye shughuli yake ambaye ni shekhe wetu Sheikh Ghulam binafsi huyu, lakini vile tunatoa shukrani na tunawaombea dua ndugu zetu waliowezesha jambo hili kuweza kufanikisha. Kwa kweli kuna wenzetu ambao wamejitoa na wametoka kama tamko turatibu, lakini wenzetu wanatamko ambao wameratibu jambo hili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awape badala kwa kile walichotoa. Ndugu zangu, tupo katika wakati muhimu sana, na nitaomba wakati nimaliza mazungumzo yangu nimkaribishe Sheikh Ghulam. Tupo muda mchache sana kabla ya kufuturu, na iko wazi kabisa kwa hakika sana kwamba huu ni muda ambao nje ya jumba na pewa, lakini tupo ni hapo Ijumaa, masaa ya mwisho. Kwa hiyo inshallah nataka nisamarize sana ili Sheikh Ghulam tena tumuombe atufanyie dua, na niombe bila alishiriki tafadhali weka nia ya jambo lako. Weka nia wakati naendelea kuzungumza haya, weka nia ili tutakaposoma dua hiyo inshallah Mwenyezi Mungu atie sana katika hiyo jambo lako. Ndugu zangu, kwa muhtasari haya ndio Sheikh Ghulam tusome. Mimi kuna kitabu kimoja napenda sana kusoma kinaitwa Ihya Ulumuddin cha Imam Ghazali. Siku moja anasema Nabii Isa alayhi salamu alikuwa anafanya mawasiliano na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema katika ile mazungumzo ya Mwenyezi Mungu na mtume, alikuwa na njaa, akatamani chakula. Anasema wewe pale tulipofikia kula, Mwenyezi Mungu akapata mawasiliano. Hiyo ndio nguvu ya somo alikuwa anazungumza Sheikh wetu hapa. Ndugu zangu, alizungumza mtendaji wetu mtendaji, kazi ya tamko ndugu zangu ni kuwa daraja. Basi sisi tamko ni daraja kwa maana walio juu kwa katikati hapa na walio chini. Ukiwa chini tutakupandisha kwa walio juu, ukiwa juu tutakupeleka kwa walio chini. Ni daraja kwa upande wa elimu, lakini pia daraja katika masuala ya elimu, uchumi na mambo yote yaliyokuwa. Kwa hiyo ukiwa katikati hapa ndio maana kama nimesema Alhaji Kila tutakuwa wote sehemu ya daraja. Ndugu zangu, tunawakaribisha sana wale ambao hawajaona. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا،
اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم نكس اعداءك اعداء الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم نكس اعداءك اعداء الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ونكس اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن معهم يا ارحم الراحمين. اللهم كن معهم في غزة، اللهم كن معهم في فلسطين، اللهم كن معهم في الشام، اللهم كن معهم في السودان، اللهم كن معهم في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عن امه محمد سوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عن مسلم تنزانيا سوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عن مسلم تنزانيا سوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عن مسلم تنزانيا سوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.